Kwa kimsingi mafunzo yalikuwa ni mafunzo ya uongozi, utendaji kazi wa uongozi wa bodi unaolenga kuleta matokeo chanya zaidi katika vyama vya ushirika. Lakini pia tumekuwepo na changamoto kwa muda mrefu ndani ya vyama vya ushirika ya mpango wa urithishaji wa uongozi, yani succession plan. Kwa hiyo eneo moja hapa ambalo tumekuwa tukizungumza au tukijadili nalo tukiwajengea viongozi wetu uwezo ni ile uwezo wao wa kuandaa mikakati ya kuandaa viongozi wa kesho au mara baada ya wao kuwa wamemaliza muda wao wa uongozi ndani ya vyama. Kwa hilo tumejaribu kuzungumza nao, kujadiliana nao mikakati ipi ambayo inafaa itumike na namna gani mikakati hiyo inaweza kuleta tija, hasa kuwa na uendelevu wa mipango ya vyama pale tunapokuwa tunawaandaa viongozi mapema watakao kuja kuchukua madaraka baada ya wale viongozi waliopo kung'atuka. Lakini pia tumeeleza habari za ni jinsi gani ushirika unaweza kuwavutia vijana waweze kujiunga, hasa ushirika wa mazao ambapo inaonekana vijana wengi hawashiriki sana kwenye huo ushirika. Kwa tumepewa mbinu mbalimbali na Shirikisho la Vyama vya Ushirika Tanzania, ikiwemo ni pamoja na kuandalia mikopo ambayo inaweza kuwavuta waweze kujiunga na vyama vya ushirika. Lakini kingine ambacho tumejifunza au tumeelezwa ni kwamba jinsi ya mabadiliko ya sheria ya ushirika ambayo nadhani yamefanyika muda mchache au kipindi kichache kilichopita, ni kwamba sasa muundo na mabadiliko ya sheria ya ushirika tuanze kuyatekeleza kulingana na hizo sheria za sasa zilizokuja. Ambayo tumeyapata leo na jana ya TFC yanatusaidia sisi kama wasimamizi wa vyama kwenda kusimamia vyama vyetu vizuri, hususani kwenye mambo ya tehama, mifumo, matumizi ya fedha katika mifumo. Basi kazi zetu zinakuwa rahisi sana. Inakuwa rahisi kupata taarifa za fedha kwa dakika chache sana, tofauti na kukagua matumizi ya fedha kwenye makaratasi. Kwa vyama vya akiba na mikopo, yaani tehama ni kitu cha msingi sana, yaani kwa namna yoyote huwezi ukakikwepa. Lakini hata vile kwa vyama vya mazao, especially vyama vikuu, ni lazima mtumie tehama. Hakikisheni mnafanya maboresho kwenye maeneo yenu. Tukiacha nyuma tehama, tutakuwa ulimwengu wa nyuma sana, yani tutarudi nyuma. Faida zipo nyingi kwa sababu kila aina ya bima ina faida yake, lakini tukiangalia umuhimu uliojitosheleza ni kwamba bima ni uwekezaji. Unawekeza kwa ajili ya kesho yako, kwa sababu hatujui vitu gani vinaweza kutokea kesho. Bima inatusaidia kuepukana na hasara ambazo zinaweza zikatuletea umaskini ambao hatukutegemea. Ukilinda mali zako, ukilinda afya yako, unajitengenezea mazingira mazuri ya wewe kuzidi kuimarika kiuchumi.